Unaweza kuwa mwema katika maisha, lakini hiyo haimaanishi kwamba hautaumizwa. Kwa taarifa yako, watu wengi wanaumizwa zaidi ni wale ambao ni wema, kwa sababu wenyewe kwa wema wao wanatarajia kila mtu atakuwa mwema kama wao. Ndio maana ni muhimu kujilinda na changamoto kama hizo kwa kufahamu aina ya watu ambao ukiwa karibu nao wakiwa na tabia hizi watakukandamiza kweli. Kwanza, mtu yote yule ambaye ana kitu kinaitwa entitlement mentality. Yaani kuna watu wao wako karibu na wewe lakini wanajihesabia haki. Wanajihesabia wao wanapaswa kupata vitu kutoka kwako, lakini wewe hauna ulazima wa kutoa vitu. Una ulazima wa kupata vitu kutoka kwao. Yaani kwa ufupi, watu hawa wanataka kitu kinaitwa special treatment. Wanataka kila wakati wewe uhangaike, ubabaike, ufanye bidii, uwekeze kwa ajili ya kuhakikisha maisha yao yanakuwa mazuri. Yaani wao hawajigusi, lakini wewe unatakiwa ujiguse na uhangaike kila wakati. Watu wengi waliokuwa na watu hawa maofisini au hata katika mahusiano, yaani watu wa namna hii wanaona kama vile wao kuwa na wewe wamekupendelea. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa ufanye bidii ya kufanya mahusiano yafanye kazi na kuwafurahisha, yaani uwafurahishe wao hata kama wewe hauna furaha. Watu wenye entitlement mentality ni wakandamizaji sana. Ni watu ambao hawajali hisia zako, ni watu ambao hawajali chochote kinachoendelea katika maisha yako. Kwa hiyo ukiwa na mtu wa namna hii, make sure unakuwa makini, kwa sababu la sivyo unaweza ukajikuta wewe uko upande wa kutoa tu na uweze kupokea hata siku moja kwenye maisha yako. Wengi wa namna hii wamekulia katika mazingira ambayo walionyeshwa wao ni special kuliko watu wengine. Kwa maneno mengine, wewe ndio unatakiwa ufanye kazi kubwa ya kuwatunza kuliko wewe unavyoweza kufanya kazi pia na wenyewe waweze kukutunza. Namba 2 ni watu ambao wanaokosa huruma kwenye maisha yako. They lack sympathy. Kuna watu ambao hawana huruma. Unaweza ukashangaa, ni kweli, inawezekana, ni kweli kabisa. Kuna watu hawana huruma kabisa. Kuna watu wanaweza usiwe na huruma na maisha yako. Kuna watu wanaweza usiwe na huruma na watoto wako. Kuna watu wanaweza usiwe na huruma na hisia zako. Kuna watu wanaweza usiwe na huruma na mali zako. Yaani hawana huruma tu. Hawaoni huruma kukufanyia chochote kile. Kwa ufupi ni kwamba hawa watu wanaweza wakakuumiza makusudi, na ukisema umeumia hawaelewi kwa nini unalalamika umeumia. Wako watu ambao wameteswa sana na watu wa namna hii. Wako watu ambao wameumizwa sana na watu wa namna hii. Na mara nyingi ni watu ambao tumewapa nafasi kwenye maisha yetu. Na watu tumewakaribisha sisi wenyewe. Kwa hiyo ukimuona mtu ambaye hayuko sensitive na emotions zako, hajali unaumiaje, hajali unajisikiaje, hajali chochote kuhusiana na wewe, kuwa makini naye sana. Ina maana huyu ni mtu ambaye amekosa huruma. Na mtu aliyekosa huruma anaweza kufanya chochote kwenye maisha yako kitakachokuletea madhara zaidi. Leo inawezekana ni kidogo, lakini kesho inawezekana ni kikubwa zaidi. Mtu yote ambaye hana huruma na wewe, hajisikii kuumia wewe unapoumia, hajisikii kusikitika unapokuwa katika masikitiko, hajisikii vibaya anapoona kwamba kuna vitu ambavyo viko sawa kwenye maisha yako na hauko sawa, ni mtu hatari. Kwa naye makini, kwa sababu huyo ataishia kukukandamiza tu. Namba 3 ni watu ambao ni wanyonyaji. Watu ambao ni wanyonyaji tegemezi, tunawaita wana exploitative behavior. Kuna watu kwenye maisha yako ukiwaruhusu wao hivyo watakukandamiza sana. Hawa ni watu ambao wanaamini chochote ulichonacho ni cha kwao, ila wao walichonacho sio cha kwao. Na utashangaa watu wa namna hii wapo ofisini, watu wa namna hii wapo kwenye marafiki zetu, wapo wenzi pia ambao wanaweza kuwa na tabia. Yaani wenyewe wanaamini kwamba wanatakiwa wapate kila kitu kutoka kwako, lakini wewe sio lazima upate chochote kutoka kwao. Matokeo yake ni nini? Inamaanisha kwamba any point in your life, wakati wote kwenye maisha yako, wanatarajia wewe ndio unawapa vitu, wao hawatoi chochote. Hao ndio watu ambao wakiwa na shida utajitoa, lakini wao hawana namna ya kujitoa kwako. Hao ndio watu ambao watakwambia lazima hela, lakini hawakulipi. Watakwambia lazima gari, watagongesha, watamaliza mafuta na watarudisha kama ilivyo. Wana exploitative behavior. Mtaishi pamoja kama marafiki ghetto, atategemea kila kitu ufanye wewe. Ununue chakula wewe, umeme ukisha ni wewe. Wana exploitative behavior. Utaingia nao hata kwenye ndoa, wapo namna hiyo. Ukimwona mtu namna hiyo aisee, huyu ni mtu ambaye anaweza akaisha kukandamiza, kwa sababu the moment unatengeneza ile precedence, akijua kwamba wewe ndio unakubaliana na hiyo hali, maana yake ataishia hivyo. Hao ndio watu unaokuta pia hawajibiki hata kwenye mahusiano, unakuta watu wanaishi pamoja lakini kila mtu ana fedha, lakini mmoja tu anafanya peke yake, mwingine he doesn't care or she doesn't care at all. Maana yake ana exploitative
behavior. Wa mwisho ambao hawa watu watakandamiza wakiwa na hizo tabia ni watu ambao wanakufanya ujione mkosaji kila wakati. Wanatengeneza kitu kinaitwa guilty tripping. Yaani hawa kila wakati wanataka kukufanya wewe ujione umekosea. Chochote unachokifanya wanakukosoa. Hiki umekosea, hiki umekosea. Kiwango ambacho hata wenyewe wakikukosea, ukiwaambia kwamba mbona umenikosea jambo fulani, atakugeuzia kibao. Atakwambia mimi nimefanya kwa sababu wewe ndio umenisababisha nifanye. Hawa watu pia ni hatari sana kwenye maisha. Ukimruhusu mtu wa namna hii akontrol maisha yako, atakukandamiza sana. Kwa sababu kila wakati utakuwa unajiona ni mkosaji. Matokeo yake nini? Utapoteza thamani yako. Ukipoteza thamani yako, utaona hauna nguvu za kuendelea mbele, utaona haujiwezi, utaona wewe si wa maana. Matokeo yake utapoteza kila kitu kwenye maisha. Watu wa namna hii ukiwaruhusu, utapoteza hali yako ya kujiamini. Kwa sababu kila siku mkigombana, mkitofautiana, anataka kuonyesha kwamba wewe ndio mkosaji. Atakupa na label kabisa kwamba wewe ni mtu wa namna fulani. Ukiwa na mtu wa namna hii ambaye yeye ni Mr. or Mrs. Perfect, alafu wewe ndio mwenye makosa siku zote za maisha yako, uwe na uhakika ni tatizo hili na lazima utaingia katika mkandamizo. Sijajua wewe umeshawahi kukutana na watu ambao wa namna hii, na nini kilitokea? Ulifanya nini? Au unafanyaje? Ningependa pia kusikia kutoka kwako. How do you deal with this kind of people? Share na mimi pia niweze kujifunza kutoka kwako, lakini pia wote kwa pamoja kama jamii yetu tuweze kupata kitu cha kujifunza. See you at the top.